Mgomo wa madaktari unaoendelea katika kaunti ya Kiambu umetajwa kutatiza huduma za kiafya katika kaunti hiyo. Mtoto wa miaka 11 akifariki alipokuwa akipokea matibabu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Faith Njoki, kuchelewa kuhamishwa na kukosa huduma za dharura kulipelekea kifo chake. Familia iliyokumbwa na msiba huo ikimtaka gavana wa Kiambu kusitisha mgomo huo kwa kuhofia maisha zaidi yanaweza kupotea iwapo hatua ya haraka haitachukuliwa. Tazama. Kaskazini amepoteza maisha yake kutokana na matatizo ya homa ya pneumonia katika hospitali ya Igegania level 4. Kifo kinachodaiwa kusababishwa na kucheleweshwa kwa huduma kufuatia mgomo wa madaktari unaendelea katika kaunti ya Kiambu. Asubuhi tulileta mtoto hapa Igegania atibiwe, lakini tukapata madaktari wamegoma. After kupata madaktari wamegoma, wakampea tu first aid. Naweza sema tu ni first aid. Juu hawakumfanya vile alikuwa anastahili kufanywa, hawakumpea ward. Huyo mtoto alikuwa anafaa kuadimiwa, hakuadimiwa. Wakasema huyo mtoto labda apelekwe Maragwa. Maragwa yenyewe ambulance hairuhusiwi kufika kutoka boundaries za Kiambu ingie kaunti nyingine. So tukaambiwa tutafute hospitali yenye iko karibu na iko Kiambu County. Kutafuta hospitali zote zikasema zimejaa. Juu ya income ya mgomo, sasa hospitali zote zimejaa. Kutokana na uzito wa hali yake, mtoto huyu alitakiwa kuhamishwa hospitali ya Thika level 4 kwa matibabu maalum. Hata hivyo, mgomo wa madaktari ulisababisha kutopata matibabu aliyofaa. Sasa mtoto tukaambiwa itabidi mkubwa wa hospitali ya Igegania atafutwe ndio aongee na mkubwa wa hospitali ya Maragwa ndio apeane ruhusa ya ambulance itoke huku ipeleke mtoto Maragwa, na nikitoka 6 asubuhi hadi saa 7. Sasa familia husika ililaumu hospitali kwa kuchelewesha uhamisho wa mtoto wao kwa matibabu zaidi kufuatia mgomo unaoendelea, wakimtaka gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi kutatua haraka mgomo huo. Gavana Wamatangi mtakwambia hata kama hizi mgomo zinafanyika, unaangalia hao watu wenye wako kiango ya chini, unawaangalia kwa hekima juu walikuchagua na sisi hatuna mwingine. Wamegoma, tunahatarisha mioyo ya watu wengi. So wale ambao tuliwatuma kwa kazi, tafadhali watufanyie kazi. Kama ni shida imepatikana kwa madaktari, wao wanaasiliana na wao kitu kimoja. Aidha, wagonjwa kutoka kaunti ya Marsabit na Kakamega pia wameathiriwa na mgomo wa madaktari unaoendelea. Walioathirika zaidi ni kina mama wajawazito ambao hawajaweza kupata huduma za kujifungua, wagonjwa na watoto. Sitoke huku ipeleke mtoto Maragwa. Faith Njoki, runinga ya KU.